Mapendekezo ya mpango na bajeti ya halmashauri kwa mwaka wa fedha 2026 2027 Junto TV. Sauti ya jamii. Yameandaliwa kwa kuzingatia vipaumbele kutoka katika kata zote 26 na makao makuu ya halmashauri. Imezingatia pia miongozo mbalimbali, imezingatia dira ya taifa ya 2025-2050 na maelekezo ya viongozi wa serikali, yakiwa na lengo la kutatua changamoto zilizopo kwenye jamii yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipengele cha 5 kinaonyesha mikakati ya kufikia lengo la ukusanyaji wa mapato. Na ili kufikia malengo ya makadirio ya mapato ya ndani, halmashauri imejikita kuwa na mikakati mahususi itakayotekelezwa katika kipindi cha utekelezaji wa mpango huu. Baadhi ya mikakati yake ni kama ifuatavyo. Halmashauri itaendelea kuimarisha matumizi sahihi ya mifumo ya TEHAMA kwa kuhakikisha kuwa makusanyo yote ya halmashauri yanapitia katika mfumo wa kielektroniki wa ukusanyaji wa mapato. Mkakati wa pili, halmashauri itaendelea kushirikiana na vyombo mbalimbali vya serikali kudhibiti hujuma za makusudi kwenye ukusanyaji wa mapato na kuchukua hatua za kinidhamu na kisheria pale inapobidi kufanya hivyo. Mkakati wa tatu, halmashauri itaendelea kuhuisha sheria ndogo za ukusanyaji wa mapato ili ziendane na mabadiliko mbalimbali. Mkakati wa 4 ni kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kwa wafanyabiashara na katika nyumba za kulala wageni ili kuhakikisha kila mfanyabiashara anakuwa na leseni ya biashara. Na mkakati wa 5 ni halmashauri itaimarisha na kuboresha miundombinu katika masoko na stendi ili kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato katika vyanzo hivyo. Naomba kuwasilisha sasa kwenye baraza lako tukufu rasimu ya mpango na bajeti ya mapato ya ndani na matumizi ya halmashauri kwa mwaka 2026-2027 yenye jumla ya shilingi bilioni 68 na milioni 164 na laki 838,000 pamoja na mapendekezo ya kamati ya fedha, uongozi na mipango. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha kwako. Junto TV. Sauti ya jamii. Ndugu zangu, na imani kwamba bajeti ni nzuri, lakini kuna mapungufu. Wataalamu wetu sasa, ni kazi kwenu myachukue hayo mapungufu kidogo mkayafanyie kazi. Hii bajeti ni nzuri, lakini kuna mapungufu kidogo yanayohitaji kufanywa marekebisho. Ni kweli kabisa katika ushauri uliotolewa, nikizungumzia upande wa mabarabara, kweli mabarabara yamekuwa shida sana. Barabara hasa wakati huu wa mvua zimekatika nyingi, hazipitiki. Waheshimiwa madiwani wanalalamika, hata mimi ninazo pale kwangu naziona zimekuwa ni kero. Na bajeti ya barabara ni ndogo. Bajeti ya barabara ni ndogo. Tunaomba muangalie next time barabara muongeze bajeti. Na ujenzi huo wa uzio wa shule za wasichana, kwa kweli ni shule ambazo ni muhimu sana kuweka uzio kama shule zilizotajwa hapo, ikiwa pamoja na Manga High School kule na zingine nyingi sana. Tuangalie namna ya kufanya katika bajeti zetu za awamu ijayo, aidha kama ni kwenye miradi, kwenye mapato mengine labda ya CSR nini, tuangalie namna ya kufanya ili tuweze kujenga uzio katika hizi shule ili kuwanusuru watoto wetu wa kike, kwa sababu shule zinapokuwa wazi inakuwa ni rahisi hata kufikiwa na watu ambao sio waaminifu zaidi. Sisi tuwe mfano kwanza kwa kufuatilia miradi, lakini pia tukishirikiana na watumishi wa halmashauri, wataalamu wetu wote kwa jumla, tushirikiane kufuatilia miradi, kwa sababu bila ufuatiliaji wa miradi inasababisha miradi mingi kukwama, kumalizika na mingine inachelewa. Hivyo wote tuungane kwa pamoja kwa ajili ya ufuatiliaji wa miradi, tuhakikishe miradi inaisha kwa wakati
ili iweze kusaidia jamii zetu. Pongeza sana kwa kazi nzuri mlioifanya ya kuandaa hii budget. Budget pamoja na mapungufu madogo madogo, lakini budget imegusa sehemu mbalimbali. Kiasi fulani budget ni bora na ridhisha, imegusa upande wa elimu, imegusa upande wa afya na mambo ya jamii, makundi mbalimbali. Hivyo tunaomba bidii ifanyike katika makusanyo na usimamizi mzuri wa miradi na hizi fedha tunazoenda kuzikusanya. Kabla sijafika huko zaidi, niwaulize sasa waheshimiwa madiwani, je, bajeti hii mmeipitisha rasmi? Ndio. Asanteni sana. Sasa bajeti imepita. Mimi nianze kwa kuwapongeza waheshimiwa madiwani, kwa sababu katika kipindi kilichopita ni kipindi ambacho wametekeleza miradi mikubwa sana mheshimiwa. Kwa hiyo kwa kusema hivyo siwezi kusema kwamba wamefeli. Kuna mheshimiwa mmoja alisema walifeli. Hiyo naifuta. Hawakufeli. Kwa sababu nitoe mfano halisi. Ili jengo mnaoliona 2019 ndio tulianza ujenzi. Ukienda sehemu nyingine, halmashauri nyingine, wengine hawajaingia, lakini wengine wameingia hawajamaliza. Lakini ndani ya muda mfupi waheshimiwa hao wamesimamia hili jengo, na sasa hivi tunafanyia mikutano huko ndani kutoka JK ambapo tulikuwa tunafanyia kwenye ukumbi wa wanafunzi. Lakini nitoe mfano mwingine, kuna kituo cha afya Kuiancha. Kile kituo kimejengwa kwa muda mfupi sana na kikazinduliwa na Mwenge kwa muda wa mwaka mmoja. Lakini niende pia niseme shule ya Nyasaricho, ile ambayo iko kule kama mmeshafika, ni shule moja kubwa sana. Halmashauri nyingine bado hazijamaliza, lakini sisi tumemaliza. Niende kituo cha Mtana kule, kilikuwa kimekwama, lakini kwa kipindi hiki cha waheshimiwa wameweza kukamilisha kile kituo na kinafanya kazi vizuri. Na structure nyingine ambazo hazikuwepo zipo. Lakini niende Bumela pia. Kile kituo kilikuwa kimeshindikana miaka ya nyuma, wakimaliza. Nisiseme mengi, ni mambo mengi sana wamefanya. Kwa hiyo wana haja ya kujipigia makofi kwa kile walichokifanya. Labda cha kufanya tutaboresha kwa awamu inayokuja sasa. Tuseme tutaboresha pale walipoishia. Kamati ya ufuatiliaji wa miradi iwe sasa inafuatilia mara kwa mara. Maana kamati ya usimamizi wa miradi tunayo. Kwa hiyo hapa nilikuwa naongelea kuhusu kipindi kilichopita na kazi nzuri ambazo walizifanya. Leo tumepitisha bajeti yetu ya halmashauri inayokadiri bilioni 68, ambapo mapato ya ndani zaidi bilioni 13. Sisi miundombinu taime vijijini na miundombinu barabara za kilomita nyingi sana. Sasa tumeona kwamba kuna haja kuongeza fedha za mapato ya ndani kwa ajili ya kufanya maintenance, kwa sababu tunatoa pesa kwa ajili ya kuzibua. Unaizibua barabara afu na iaje jinsi ilivyo, unakuta TARURA pesa ikija kuja ni bajeti yake inakuta hizo kutosheleza. Kwa vile sisi halmashauri sasa tuna mapato makubwa katika Tanzania, sasa ni watu watatu sasa hizi. Kuna haja sasa barabara zionekane kweli halmashauri yenye mapato makubwa. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba bajeti ijayo na kama tupate mazidi tutaongeza fedha kwa ajili ya barabara, walau sio kuzibua tu, hata kuzifanyia maintenance inavyoharibika na mvua. Tusaidie na TARURA. Bajeti imepitishwa vizuri na ilikuwa na uweledi mzuri, ila tunaomba wataalamu pamoja na mwenyekiti wetu wa halmashauri pamoja na waheshimiwa madiwani tuweze kusimamia hii bajeti vizuri, kwa sababu hii bajeti imegusa kila sekta. Imegusa sekta zote: afya, elimu, wajasiriamali, maendeleo ya jamii. Kwa hiyo tunaomba tuisimamie kwa uweledi ili iweze kuleta matokeo chanya. Tuna sehemu nyingine ambazo tuna changamoto sana kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo waweze kuwa na uharaka wa kuweza kutengeneza mipango yao vizuri. Tumepitisha bajeti kwa sababu bajeti yetu imekidhi maeneo yote, japo kuwa kuna mapungufu machache, lakini bajeti tumeipitisha kwa nia moja, kwa sababu inaenda kufanya kazi katika jamii zetu, kwenye kata zetu, kwenye vijiji. Tuna miradi mingi ya mikakati, tuna miradi ya kawaida. Ndio maana tumepitisha bajeti na tunaamini bajeti imekidhi, na kama kuna mapungufu tutarekebisha mwaka ujao. Ukweli na uhalisia, bajeti yetu ambayo tumeipitisha leo, nimeona tukisimamia vizuri inaweza ikaleta makizi kabisa
ya mwenendo wa maendeleo yetu, ya maendeleo ndani ya kata zetu. Nina imani kabisa kwamba bajeti tulioipitisha leo ni bajeti ambayo inaweza ikaleta mantiki makubwa sana ndani ya maeneo yetu, ambayo maeneo yetu tuliosimamiwa ama maeneo tunayosimamia hasa sisi madiwani. Vile vile nina imani kabisa kwamba viongozi wetu walioijadili hiyo bajeti na kuileta halmashauri, bajeti imezingatiwa na vile vile imekuwa na vikezo maalum. Chonjo TV. Sauti